inagharimu pesa. Lazima sasa sisi kama wananchi tuyalinde. Kuna wakora wamejitokeza, wanatembea huku na huku, wakiiba, wanakata nyaya za stima, wanaiba, wanabomoa matransformer, wanatoa mafuta, wanaenda kuuza. Hao ni mahalifu ambao lazima washikwe, si ndio? Lazima washukuliwe hatua kali ya kisheria. Ndio wakome hiyo tabia mbaya. Vile vile kuna matepeli ambao wanatembea huku na huku, wakidanganya wananchi ya kwamba inafaa walipe pesa ndio wapate hii stima. Hii stima ni imeletwa na serikali kuu ya Mheshimiwa Ruto. Hakuna mwananchi hata mmoja anafaa kulipa hata peni moja. Hii mradi imegharamiwa na serikali kuu 100%. Ile kazi tabakia wananchi ni kulipa bili ya stima. Lakini kuunganisha hii stima itakuwa bure kwenu. Kwa hivyo hao matapeli, hao wakora wasitembee huku wakipotosha wananchi. Na mmoja kati ya agenda zake ni kuhakikisha stima inafikia wananchi wote. Ukiona tumefika kwa hii kijiji, ujue kweli rais anamaanisha wakati anasema anataka kumuinua ule mtu wa chini. Na unajua wakati stima inaaka, yani mwangaza ikikuja tu, hiyo ni maendeleo. Masomo inakuwa pale, biashara inafanyika, mambo ya wizi inaisha. Kwa hivyo hiyo ni maendeleo, na nataka niambie watu wetu tumeletewa stima, tutumie hiyo stima iweze kutufanikisha. Tunashukuru CS wetu Bwana Ondai, asante kwa kuja kwetu Bungoma. Najua Kenya ni kubwa, ungeenda mahali kwingine, lakini nataka nishukuru kwa ushirikiano nzuri kati ya national government na county government. Tunafanya kazi vizuri, maana huwa tunasema tuko na 47 governments under one nation, which is Kenya. Wandai sio waziri wa kwanza. Kenya Power imekuwa na ministers wengi, lakini hawajawahi kufika hapa. Kwa hivyo pigia Wandai makofi na polisi. Sisi tunataka viongozi wale wanaelewa kazi kama Mheshimiwa Waziri Wandai, na tunataka kusema hata kwa rais wetu ya kwamba Rais William Ruto alichagua waziri wa kawi ambaye anaweza kufikia wananchi ya chini kama sisi, kama nyinyi. Na uendelee hivyo. Tunataka kusema pole kwa kupoteza baba Raila Amolo Odinga. Lakini Raila Amolo Odinga alikuwa ni mtu wa Mungu. Engineer Raila Amolo Odinga aliweka Kenya pamoja kabla Mungu amuite. Na Mungu alimwambia fanya hivyo. Na akaweka sisi kwa broad based government ya William Ruto, rafiki yake, na sisi wote wananchi wa Kenya hii, ukiwa Mandera mpaka huko Malava Busia, ukiwa Migori mpaka kule Lodwar, Papa alituweka pamoja. Vile niliomba watu kura, nilisema tuanze maneno ya masomo. Tukasema maneno ya stima, watu wa Sikalame waliniambia kutokea 2016 waliweka tu miti na hakuna kitu ilifanyikana. Tumekuja kwa ofisi yako na watu ya REREC na Kenya Power na wamesema itafanyika. Na waziri umekuja hapa tuweze kufukuza giza, tuweze kuleta mwanga. Tamupeleka waziri chimbi bae. Waziri iko area hapa chini kidogo, chini hapa, na kuna public facility, kwa sababu ni policy ya serikali ya kwamba each and every public facility must be powered. Kuna shule yetu ya Musakasa hapa yenye wamesema hapa, mimi nitawaandikisha kuregister, lakini waziri nikikuja kwako tena nikisema kuna mahali ile ilibakia kidogo, umekuja na umeona watu ndio watakuwa wamenituma. Kuna shule yetu ya Mechimeru, kuna shule ya Kakula hapa pia hazina stima.
Mheshimiwa Waziri, tukikuja kuomba tena usitufukuze. Katika mwaka wa fedha tuliofunga mwezi wa Juni, Mheshimiwa Rais Ruto na serikali yake iliweka pesa kwa bajeti, pesa taslimu shilingi 1.8 billion kwa hii kaunti ya Bungoma peke yake, kusaidia mambo ya kusambaza nguvu ya umeme au stima. Katika mpango ya Mheshimiwa Rais, kila kijiji, kila boma na ikiwezekana kila nyumba inafaa ipate stima. Kwa hivyo nyinyi wananchi msiwe na wasiwasi hata kidogo. Mkae mkijua kwamba mko na serikali kuu, mko na serikali kuu na mko na rais mwenye anajali maslahi yenu. Na vile vile nyinyi wananchi wa Kandui constituency mko na bahati sana kwa sababu ya huyu mbunge wenu. Huyu Mheshimiwa Makali, mimi nimefanya na yeye kule bungeni. Kama mjuavyo, mimi nilikuwa bunge la kitaifa miaka mingi sana.